Lakini ukiweka mikufu, ukiweka shanga, zina message gani? Ukiweka pete kwenye kidole, eti pete ya ndoa, inafanya nini kwenye ndoa hiyo? Niambie, kwa sababu marriage is a covenant marriage, iko kwenye mind. Vinginevyo wenye pete wangelikuwa wazini na kuacha ndoa wake zao na waume zao. Pete inafanyaje kwenye marriage? Halafu kwa sababu umeona watu wa mjini, mke na mume wameweka pete, na wewe una kiu ya kuvaa pete. Kama sisi hatuwezi kujua mambo yalitokea wapi na kuaje, usiweke kitu ambacho hakina maana. Hiyo ndio inazungumzwa pale, na watapatikana wa kutuambia haina shida, fanya katikati, usiende sana. Wataalamu wa kuweka vitu katikati. Kumbe anakuhubiria feria yake, anakufundisha feria yake. Mtu mmoja katika chuo cha kanisa hili mara fulani yuko darasani anafundisha wanatheolojia, alafu anasema unajua wanawake nao ni wababe. Kuna wakati fulani slap her a little bit. Washe kibao kidogo. Hiyo sijui nayo ni Mathayo ngapi, hata mimi sijui ni Mathayo ngapi. Maana yake anakutia moyo kwenye feria yake. Huyo mtu akikushushia viwango, anataka kuletee kushindwa kwake. Na kwa sababu ana mke, ana watoto, anavaa vibaya, anakuletea hiyo, haina shida, hii mradi usiende sana. Feria ya familia yake. Nachozungumza. Kwa hiyo hawa vijana walikuwa ni counter cultural lifestyle. Wakati lifestyle ya Babylonians na wengine iko vile, wao wakawa counter attack. Ikaeleza kwamba kama hutajua wewe ni mzuri, ni mtanashati, ukiwa hivyo ulivyo, una shida. Bado Berlin Conference ina faction kwenye mind yako. Wamekukalia kikao, the Berlin Conference 1885, 1880 ngapi ile? Hiyo ndio history tuliojifunza. Bado wanakudivide kipande.